Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina nasi wale wengi wanitambua Ustadh Ali ibn Imam kutoka Makorola, wilaya Korogwe, mkoa wa Tanga, tarafa ya Magoma, kata ya Magoma, kijiji cha Makorola. Kitongoji cha Kusini. Ndugu zangu Waislamu, alhamdulillahi rabbil alamin, huwa alladhi fadhakara al-abram waliyuna hadha al-jabin wa hadini wa zahdini al-ahkam النجم النقتدى ومقال ابن إخلاق والنظام رب اشرح لي صدري ويسير كثير والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم يهدى. الأثري القديم هو الذي لم نزل الموجودة بصفة الكمال، وخلق بيده الكريم آدم أبا البشر، وخلق منها زوجها الحواء أم البشر، فمن أحدث بها من نعمة ويسكنها في جنة. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, Waswahili wana msemo wao, wa kwamba ukitaka kuwa huru ni kuzungumza ule ukweli. Na mimi nisingetamani kuzungumza uongo, mimi nikapata adhabu mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu maalum zilizoenea katika ulimwengu tuliokuwa nao. Lakini watu hatutafakari katika nafsi zetu kwamba tunatoka wapi, tunaenda wapi. Ni kwamba matarajio hatuyajui kwamba tutapata matarajio gani mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hatuna budi pia vile vile kumshukuru Allah, yule ambaye khalaqani wa khalaqa kulla makhluqati, ambaye kaniumba mimi na ndio ambaye aliumba vile vitu vyote. Ama ya mada ambayo nitazungumza katika siku ya leo, nitazungumza mada inayohusu wakina dada. Ndugu zangu Waislamu, hasa leo mada ya leo inazungumzia wakina dada ambao la yakhafu Allah, hawana nafsi ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala katika kile ambacho Allah tabaraka kawagaia. Ni kwa nini tunaambiwa miongoni mwa madhambi makubwa ya mwanadamu katlu nafsi, ni kuiua nafsi? Je, tujiulizane ndugu zangu Waislamu, ni kina mama wangapi wanashiriki katika hii dhambi ya kuua? Tena bora iwe viumbe ambaye ina madhambi, tena wanadiriki kuua kiumbe ambacho laysa almadhambi wala khataya, hakina madhambi wala makosa. Hao kina dada. Lakini pia vile vile ningezungumza kakisa kadogo biidhnillah, Allah kinawafikisha insha Allah. Enzi zilizokuwepo katika mji wa Maka, kulikuwa kuna mwanadada mmoja aitwaye Amina. Allah tabaraka taala alimjalia uzuri sana. Uzuri ule Amina mpaka ikafika chini vijana wa Maka wakaamua kumpa jina, wakamwita Hululaini la Maka. Ni kwamba Hululaini wa Maka, Hululaini ni wale wanawake wa peponi huko tulioambiwa katika surat al-Amma, aya ya mwisho, aya za mwisho. Lakini watu wa Maka walimwita Hululaini kutokana na uzuri aliokuwa nao mwanadada yule. Lakini mwanadada yule uzuri aliokuwa ule alikuwa akiutumia si kwa malengo, alikuwa akiutumia katika masala mazima ya kutembea na vijana wa Maka. Baada
ya kutembea na vijana wa Maka, Amina alipata ujauzito kwa amu ya kwanza. Amina akatafakari katika nafsi yake kwamba mimi nikizaa sasa hivi uzuri wangu utapotea. Amina alienda mpaka kwa mjomba yake. Anafika kwa mjomba yake na kumweleza, ewe mjomba, nimekuja mimi hapa sasa hivi nina mimba katika tumbo yangu, nikizaa mimi nitaendapo, kama nitazaa uzuri wangu wote utapotea na vijana wa Maka hawatokuja wakanipenda tena. Ewe mjomba, naomba unipe dawa niweze kutoa ujauzito niliokuwa nao. Mjomba alimgea dawa Amina. Amina akachukua dawa akaenda majumbani kwao. Anafika mama yake akamvizia mama yake atoke. Baada mama yake kutoka, Amina akaingia katika chumba chake. Baada ya kuingia katika chumba chake, Amina anakunywa dawa ili mradi kuweza kutoa ile mimba. Lakini baada ya Amina kuweza kutoa ujauzito ule wa kwanza, akatoa mimba ile ikatoka. Amina asiseme mbona nimepata mimba, niachane na haya maswala, nikae niangalie nipate mwenzangu atakayekuwa na malengo na mimi, ili mradi nipate mwanaume ambaye tunu ambaye nimetunukiwa na Allah tabaraka wa taala. Amina aliendelea na maswala yake, lakini Allah tabaraka wa taala asitushaambia kwamba man yahdihillahu fala mudilla la, aliongozwa na Mwenyezi Mungu hakuna kumpotosha, wa man yudlil fala hadiya la, na aliyopotoshwa hakuna wa kumuongoza. Amina hakuacha, aliendelea. Aliyepotea hakuna wa kumuongoza, na aliongozwa na Allah hakuna wa kumpoteza. Amina aliendelea tembea na vijana wa Maka, na Mwenyezi Mungu akasema bado kupata ujauzito ile ni riziki, ile ni zawadi Mwenyezi Mungu kakugea. Si kwamba Mungu kakupa mateso kwa kuondolea uzuri wako, hapana. Unapofanya masala yale, unapopata ujauzito, ni riziki, ni jaza, ni maripo, ni neema Allah kakupa ili mradi upate. Huenda usingepata zaidi ya huyu uliotoa. Wangapi katika ndugu wao walitoa na mpaka sasa hivi katika uzima wao hawana mtoto wala hawana tamani, lakini hawakupata. Ni kwa sababu walichezea bahati ambayo Allah tabaraka taala ilikuwa ni tunu kamtunukia. Basi Amina akaendelea, Mwenyezi Mungu akambandika, akamshushia neema ya mimba ya pili. Amina akajiona tena ni mjamzito, akakimbia tena kule kwa mjombaye, akamwambia mjomba, nimekuja tena mjomba, hapa nilipo ni mjamzito. Mjomba anaomba dawa. Mjomba akajidai kusita, lakini mjomba kulingana na akili finyu, mjomba alimgea dawa zile. Amina akaenda akatoa mjamzito, lakini Amina alipewa dawa ile ya mara ya pili na Mwenyezi Mungu. Unapofanya dhambi ya kwanza, Mwenyezi Mungu tunaambiwa kwamba hafidh, Allahu hafidh, Mwenyezi Mungu anakuhifadhi kwanza. Yani si kila dhambi ukifanya Mwenyezi Mungu anakuchukulia tu mahukumu, hapana. Unapofanya dhambi ya kwanza, Allahu hafidh, Mwenyezi Mungu anakuhifadhi kwanza, kwamba acha mja wangu huyu katereza, acha nimwangalie, huenda dhambi hii aliyofanya, jambo atakalolifanya linalokuja huenda likawa la kheri, likafuta hili dhambi. Lakini Mwenyezi Mungu baada ya kuona Amina anadiriki kutoa tena kiumbe chake cha pili, ambacho kina madhambi, Allah tabaraka taala akaingia katika al-mudhillu. Mwenyezi Mungu naye ndio mdhalilishaji. Mwenyezi Mungu akasema sasa huyu ni kumuua, ni kumdhalilisha, sasa ni kumwangaza. Basi anaingia katika chumba chake Amina, anakunywa zile dawa. Baada ya kunywa dawa, Amina pale mimba imekataa kutoka, mimba imegoma. Mwenyezi Mungu akamtuma falikul mauti, nenda kanichukulia roho ya Amina. Amina muda huo utapatapa, damu za mwagika, mimba imekataa kutoka. Amina anatupa mkono wa kulia, anatupa mkono wa kushoto. Amina na falikul mauti anachukuja kuchukua roho yake. Muda huo falikul mauti anachukua roho yake kwa Amina, tena kwa maumivu makali.
mama wa Amina anakuja, maana kidogo mama wa Amina alikuwa kidogo ana takwa, qalilu min taqwa, ana uchache wa kidogo wa uchamungu. Anakuja anakuta mlango wa Amina umefungwa kwa ndani, anagonga Amina kimya. Kitendo cha kuchungulia chini kwenye mlango, anamuona Amina damu za mwagika huku akitapatapa. Ni kwamba mama yule alipiga kelele akaenda kuita vijana wa Maka. Vijana wa Maka waliposikia tunda letu lipo kwenye matatizo huko, vijana wa Maka wakakusanyana wakimbia. Walipofika wakavunja mlango. Kuvunja mlango, wanamkuta Amina ndio kule anatapatapa, anatupa mkono kulia. Amina anatupa mkono wa kushoto. Amina muda ule anafariki, anakata roho, anakufa. Amina yupo katika maumivu makali. Pale yule mwanamama akasema, nilihamishwa kifikira, nilihamishwa kifungo na Allah tabaraka taala. Nikaona kijana mmoja ambaye ni mtoto mdogo akiwa anamsema Amina, akisema, ya Amina ya ummi, ewe Amina, ewe mama yangu, inni atamanna an yakuna fi dunia, walau na mimi nilitamani niishi katika dunia kama wewe unavyoishi, lakini mama uliniua. Mtoto wa pili alikadhalika pia vile akisema, ya Amina ya ummi, ewe Amina, ewe mama yangu, inni atamanna an yakuna fi dunia, na mimi nilitamani niishi katika dunia, lakini mama yangu umeniua. Wa ana laysa al-madhambi wala khataya, na mimi sina madhambi wala makosa. Pale yule mama akarudishwa katika mfumo wake, akimwangalia Amina. Watu wakaandaa kwa ajili ya kwenda kumzika Amina. Mtume hajaye kumsalia kafiri, maana Amina alikuwa ni kafiri. Akamwambia Abubakar na Umar wa Abubakar yamsalie Amina. Wanafika kabla hata ya kumswalia Amina, mtume kama mbele kando. Pale likalie jeneza la Amina liko linatikisika. Baada ya jeneza kutikisika, Abubakar akatafakari kwamba ni kama ni kitu kibaya hichi kitaenda kumuuma mtume. Akaenda kumzingira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili mradi kama ni kitu kibaya kisiende kikamuuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ni kweli fadhila zile na neema zile, baada ya pale watu wanaenda, mtume anasogea karibu, la funuliwa jeneza, linakutwa joka limemzingilita Amina, huku likimdonyoa katika sura yake, uzuri wote umeporomoka. Baada ya pale sasa, Abubakar anatachukua gonga ilipige nyoka, likatoa sauti likasema, ya Abubakar, ewe Abubakar, anta yuridu an adhribni, wewe unataka kunipiga mimi? Wa hadha amrullah, na hii ni amri ya Allah. Mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu ni muadhibu kwa kuua viumbe ambavyo laysa al-madhambi wala khataya, havina madhambi wala havina makosa. Mwenyezi Mungu kaniahidi au kanituma nije niweze kuvitoa, ama nije kuchukua nafsi yake mtu huyu kulingana na madhambi ambayo amekushafanya. Abubakar akatulia. Mwenyezi Mtume akabidi atumie ubora wake, na ndio maana tukambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa bidini al-islami, amekuja katika dini ya Kiislamu hasa, na ni mtume ambaye ila nasi qafa, ni mtume wa watu wote. Pale mtume akamwomba Allah tabaraka taala, ya Rabbi, nakuomba ya Rabbi, tunaelewa Amina kitu alichofanza, si naomba kwamba asiadhibiwe, bali naomba tu nyoka huyu atoke, kisha atamrejea Amina pindi atakapokuwa katika kaburi. Baada pale nyoka ilisema, ya Rasulullah, mimi siondoki kwa sababu yako, ninaondoka kwa ajili ya Allah tabaraka taala, lakini huyo Amina mimi nipo kule nitamsubiri Amina. Na kweli Amina akaondoka bila kuchoka. Nisingetoa mada hii ndugu zangu Waislamu, naisi mmesikiliza sana
mwanzo wa Amina mpaka mwisho wa Amina. Kilichomfanya auawe Amina ni kwa sababu alitaka kudiriki kutoa mimba, kuua kiumbe ambacho hakina madhambi wala makosa. Sasa wewe mwanadada, mwanamama,